Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, naomba kufahamu hukumu ya kuswali msikiti ambao umemilikiwa na watu fulani ambao hawakubali kuwa ni mali ya umma, yani wakfu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza swali, naomba kufahamu hukumu ya kuswali msikiti ambao umemilikiwa na watu fulani ambao hawakubali kuwa ni mali ya umma, yani wakfu. Kuswali nyuma yao, inafaa kuswali nyuma ya watu hao, au ikawa kwamba wao ndio maimamu, basi inafaa, hakuna ubaya katika jambo hilo. Na hilo kama ni kosa ambalo wameliingia, basi wao watakuwa ni kosa ambalo walikuwa wameliingia. Lakini ikiwa kwamba watu wa mtaa kuna imamu ambaye wanachukia kuswalisha na kuwa nyuma yake, hilo linatakana kwamba imamu huyo abadilishwe. Imamu huyo inatakana kwamba fainini abadilishwe. Na kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika sunani ya al-Imam Tirmidhi, hadithi ya Abu Umama radhiyallahu anhu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema thalathatu la tujawizu salatuhum adhanahum, watu watatu swala zao hazikiuki yale masikio yao. Akasema kwanza al-abdul abiq, mtu wa kwanza ni mtumwa ambaye alikuwa amemkimbia bwana wake hata yarjia, mpaka atakaporejea. Wa mra'atun batati wa zawjuha 'alayha sakhitun, wa mra'atun, na mwanamke batat, alikuwa amelala, wa zawjuha 'alayha sakhitun, yani mume wake amemkasirikia. Wa imamu qaumin, na imamu wa watu, wa hum lahu karihun, kwamba imamu anawaongoza watu lakini hawa watu hao wanamchukia imamu huyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilokuwa likiwa lipo, basi imamu huyo anatakana kwamba aondoshwe. Lakini kama wewe ukuswali katika msikiti huo ambao muulizaji ameutolea maelezo, jambo hilo hakuna ubaya, inafaa kuswali katika msikiti huo. Ikiwa kosa hilo lipo kwa watu wa sampuli hiyo, basi wao ndio watakokuwa wanabeba dhima hiyo. Lakini swala kama swala, na ikiwa inaswaliwa vizuri kwa mujibu wa misingi ya Uislamu na katika taratibu ambazo zilikuwa za sawa, basi hakuna ubaya kuswali nyuma ya watu wa sampuli hiyo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.